Karibuni sana wateja ndani ya soko la Kisutu ambalo linapatikana kila aina ya zao unalolijua ndani ya Tanzania hii. Kuanzia korosho kama ambavyo mtaziona kwenye soko letu, nafaka za aina mbalimbali, mboga, matunda, samaki wakavu, samaki wabichi, pembejeo za kilimo na bidhaa zote zinazotokana na ambazo ni mahitaji ya mwanadamu ya kawaida. Vyote vinapatikana ndani ya soko hili. Soko la Kisutu, soko la kimataifa, lipo katikati ya mji wa Dar es Salaam. Lipo katikati ya wilaya hii ya Ilala. Jamani, soko hili ni soko la kisasa, ndio katika masoko ya kimkakati yaliyojengwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya utawala mahiri, chini ya utawala wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tunajivunia uwepo wake, tunajivunia uongozi wake. Tumeweza kupata matunda haya. Tulikuwa tunanyeshewa na mvua kwenye masoko madogo, lakini sasa hivi mvua tunaiona kwa nje. Tupo kwenye soko la gorofa. Lina kila aina ya mahitaji ya mwanadamu. Kuna lift humu ndani. Tuna generator kama umeme ukikatika muda wote, yaani masaa yote tunatumia nyenzo za kisasa. Lakini pia ukiachilia mbali hayo yote, kuna ofisi mbalimbali mpaka huduma za afya zinapatikana humu kwenye soko letu la Kisutu. Hivyo napenda kuwakaribisha wafanyabiashara, wateja wetu waliopo ndani ya Dar es Salaam, nje ya mipaka ya Tanzania na wageni mbalimbali ambao mnaendelea kutembelea Tanzania. Karibuni sana kwenye soko letu la Kisutu. Soko letu kwanza ni la kisasa kama ambavyo umenukuu mwenyewe, na hata ukiwa nje muonekano wake unaonekana kweli ni soko la kisasa. Na hata ukiingia ndani, mandhari iliyopo kwenye soko letu, upangaji wetu wa bidhaa na namna wafanyabiashara wetu walivyojipanga, inaakisi wazi kwamba soko letu ni la kisasa. Linamvutia mteja wa ndani na wa nje. Lakini kwa uwepo wa soko letu hili la kisasa, soko la kwanza kabisa la gorofa, tukiachilia mbali kwanza soko la Kariakoo ambalo liliungua, baada ya kuungua hili ndio likawa soko la kwanza la gorofa. Kwa kweli tunapata wateja kutoka maeneo mbalimbali, nchi mbalimbali na mataifa mbalimbali. Wateja wetu ndani ya Tanzania hii wanaotoka mikoa mbalimbali wanafika kwenye soko letu hili la Kisutu kwa ajili ya kujionea kwanza mpangilio wa bidhaa zetu namna zilivyokaa. Wao ni wa ndani, lakini hata wa nje, mataifa mbalimbali, kwa mfano nchi ya Komoro, Zambia, Rwanda na Burundi, tunapata wateja kutoka maeneo hayo kwa sababu wanakuja kuchukua bidhaa mbalimbali, lakini lazima tunawapata kwenye soko hili letu la Kisutu kwa ajili ya kujipatia bidhaa hizi zilizokuwa bora zaidi. Ukiangalia korosho namna ilivyoandaliwa, unajua wazi kwamba hii ni korosho kwanza ni ya Tanzania. Hatuuzi bidhaa, hatutangazi bidhaa zinazotoka nje. Tunajivunia bidhaa zetu za ndani. Na hata mataifa ya nje, Rwanda, Burundi, Komoro, hata wa Marekani na wa China huwa wanafika ndani ya soko letu hili kupata bidhaa zilizokuwa bora. Hivyo basi tunajivunia kuwa na soko zuri, tunajivunia kuwa na bidhaa zilizokuwa bora, tunajivunia wafanyabiashara waliokuwa weledi wa kuandaa biashara na kumhendo mteja kwa namna ile ambayo inamridhisha mteja na anaweza kununua bidhaa huku akiwa anafurahikia thamani ya pesa yake na bidhaa aliyoinunua. Swala lingine ambalo ni zuri zaidi, soko letu linafikika kwa urahisi sana. Soko letu liko katikati ya jiji la Dar es Salaam. Hivyo ni rahisi sana kufika kwenye soko letu. Kwenye barabara ya Bibi Titi Mohamed, liko opposite na barabara ya Bibi Titi Mohamed. Na kituo cha mwendokasi ambacho kinajengwa sasa hivi cha baridi, pia ni rahisi sana kufika kwenye soko letu la Kisutu. Ukifika maeneo haya, soko utaliona lina bango kubwa limeandikwa soko kuu la Kisutu. Ukiingia ndani unaweza kujionea maajabu kama nilivyokueleza na kama nilivyokuzungumzia. Na wakaribisha sana wateja, na wakaribisha sana hata wawekezaji. Bado tunao fursa ya uwekezaji juu. Kwa yule ambaye anahitaji kuwekeza kwenye restaurant, basi tuna eneo ambalo liko wazi na linahitaji wawekezaji kwa ajili ya kutoa hiyo huduma. Karibuni sana wateja, karibuni sana wawekezaji, karibuni sana wafanyabiashara. Moja katika jambo ambalo tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan ni kuzifungua hizi fursa za kibiashara.
kitendo cha kusema biashara ziuzwe masaa 24 ni kwamba tayari ameshamjali mfanyabiashara wa chini, mfanyabiashara wa kati na mfanyabiashara wa juu. Hivyo tumelipokea. Na sisi kama Kisutu, soko kuu la Kisutu, tulishaanza huu mkakati toka mwaka 2022. Tuliomba serikali kwamba soko letu lipo katikati ya mji, soko letu lina hadhi ya kutoa huduma ndani ya masaa 24. Lakini kwa kuanzia tuliomba masoko yote yanafungwa saa 12:30, sisi tumeomba mpaka saa 5 usiku. Pamoja na kwamba wafanyabiashara wengi bado hawana mwitikio wa huu muda, lakini tunaamini hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa kauli hii ya serikali na usimamizi mzuri utakaofanywa na serikali, kwa kweli sisi kama wafanyabiashara tumelipokea jambo hili la kufanya biashara masaa 24. Tunaamini Mama Samia Suluhu Hassan ametujali, ametuthamini na ametuheshimu, na tunaamini kupitia mpango huu ukikaa vizuri, basi tija na mapato yataongezeka na kila mfanyabiashara atafurahikia nchi yake, na kila mfanyabiashara ataiona tija ya kuendelea na biashara yake, hasa kwenye tija kubwa itakayoweza kupatikana kwa kufanya kazi masaa 24. Hata sisi ni moja ya taasisi ambazo tunaamini Mama Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka yake hii 4 ambayo amedumu ndani ya mamlaka yake, tumefaidika mno. Faida moja kubwa ni kutujengea hili soko. Tulikuwa tunapata shida, lakini miundombinu ya mkoa wa Dar es Salaam, miundombinu ya nchi ya Tanzania kwenye sekta ya afya, kwa kweli ukizitaja neema ambazo Mama Samia Suluhu Hassan ametuneemesha katika nchi yetu ya Tanzania ni nyingi mno. Hivyo hatuna budi kumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan. Tunamuomba sana Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, lakini pia tumpe mitano tena kwa sababu ya kumalizia pale palipobakia. Bado tuna hamu ya kumuona Mama Samia Suluhu Hassan anaendelea kutuboreshea mazingira ya maisha yetu, anaendelea kuboresha mazingira ya afya zetu, anaendelea kuboresha kila aina ya sekta inayomhusu mwanadamu. Kwa kweli mama ameupiga mwingi, na sisi tunasema hongera sana Mama Samia Suluhu Hassan.